Idara ya watoto katika kaunti ya Busia imeanzisha mchakato wa kuhamasisha watoto kupitia kwa vikao vya bunge za watoto kama njia moja ya kuwawezesha kufahamu haki zao mbali na kutangamana na wataalam. Haya yanajiri huku visa vya dhuluma dhidi ya watoto vikiwemo unajisi na ulanguzi vikizidi kuripotiwa. Hali ambayo imechochea idara ya watoto katika kaunti ya Busia kuzindua mbinu mbadala za kukabiliana na visa hivyo. Jen Cherotich anaarifu. Katika eneo bunge la Funyula, idara ya watoto ikisaidiwa na shirika la World Vision imewaleta pamoja viongozi wa watoto ili kuwapa uhamasisho mbali na fursa ya kutangamana na washikadau mbalimbali. Mkurugenzi wa idara ya watoto Busia Eric Mukaizi ameelezea lengo la kongamano hilo, akisisitiza kuwa kupitia kwa uhamasisho huo wana matumaini kuwa visa vya ulanguzi wa watoto na dhulma zingine zitapungua. Kwa mfano, mtoto kwenye kongamano hilo la siku 3 ambalo lilifanyika katika shule ya msingi ya wasichana ya Nangina, eneo bunge la Funyula, kaunti ya Busia, wawakilishi 50 wa bunge la watoto walijumuika na washikadau mbalimbali kutoka kaunti ya Busia ili kuuliza maswali muhimu yanayoambatana na haki za watoto. Tunaita Children Assembly, kongamano la watoto, bunge la watoto. Na lengo ni kuwapatia nafasi ya kujieleza, sauti yao kusikika, na ni moja ya haki katika sheria ya watoto. Afisa wa shirika la kimataifa la World Vision eneo bunge la Funyula, Irene Mukudi, ametaja visa vya unajisi na ubakaji kukithiri katika eneo bunge hilo na kuhatarisha maisha ya watoto wanaoathirika, akijawa na matumaini kuwa uhamasisho huo utasaidia pakubwa kuwaelimisha watoto kuhusu haki zao na mbinu za kujiepusha na visa hivyo. Hii kata imekuwa na visa vingi vya unajisi wa watoto, na jambo ambalo limekuwa likitusumbua sana kama washikadau ni kwamba watoto hawakuwa wanajua ni wapi wanaweza peleka ripoti visa kama hivyo vinapotendeka. Lakini washa kama hii imetusaidia sisi na hata watoto wenyewe kujua kwamba shida inapopatikana ama mtoto anaponajisiwa katika jamii, kuna zile offices na departments ambazo zinatoa huduma ya haraka ili mtoto akaweze kupata kuokolewa na hata kupata haki. Ni kauli ambayo imeungwa mkono na afisa anayewakilisha serikali ya kaunti ya Busia eneo bunge la Funyula, Caroline Odwor, akiwarai washikadau kuendelea kushirikiana ili kukabili dhulma dhidi ya watoto. Katika hii sub-county yetu ya Samia, changamoto ambazo zinampata mtoto hasa ni masuala ya rape cases ziko on the rise, na nataka kuomba washikadau ambao tuko nao hapa Samia wakiwemo World Vision waendelee na hizi advocacy programs kuhakikisha kwamba mtoto amehamasishwa kuelekezwa na kulingana na rights zake kama mtoto aweze kujua wakati ambao anaweza kuwa mature enough, kama anaweza kuwa sasa umbo lake linaweza beba mtoto, ndipo sasa anaweza jihusisha na wakati na ngono. Kupitia kwa vikao hivyo vya bunge la watoto, masuala muhimu yanayoangaziwa ni pamoja na maendeleo, usalama, mbinu za kufaulu maishani na kuhusika kwao katika masuala ya kijamii. We also interact with other children from other schools while at home, and when we go to school, the schools are opening on next week, but we'll be able to spread this gospel. I'm going to educate on our fellow members back at home, those who chose me to present them here. I'm going to enlighten them on their laws, those who don't know their laws, who don't know their rights. Jen Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.